بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدى لنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala tumeafikiwa tena kwa kikao cha pili kukumbushana na kuelezeana, wala haimaanishi ya kwamba kuna ambaye kwamba niko na ilmu yoyote ile ya kuwazidi wengine, lakini ni kwa njia tu ya kukumbushana kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika katika kukumbusha kuna nufaika wale ambao kwamba ni waumini. Na malengo ya sehemu kama hii ambayo kwamba tumeiweka katika kukumbushana ni kuelezeana yale mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini yetu bila ya ushabiki ya kwamba tunakuwa ni wenye kushangilia upande mmoja na kuupinga upande wa pili, wala si sababu ya kuoneshana ujuzi kwamba huyu anajua zaidi na yule ambaye kwamba yuko upande ule hajui. Hilo silo lengo. Lengo ni kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika kusaidiana, kama tulivyoanza katika kikao kilichopita na aya Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari ila akhir al-aya. Katika nyingine waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Katika wiki iliyopita tulizungumzia bid'a na tukaelezea taarifu ya bid'a na ghairu dhalik. Alhamdulillah, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni wenye kufahamu hilo. Naam, leo maudhui ya leo itasimama katika masala ya bid'a katika itikadi ambayo kwamba anaitakidi Muislam, kwa sababu bid'a inakuwa katika ibada ambazo kwamba anazozifanya Muislam, na vile vile bid'a inakuwa katika itikadi anayoitakidi Muislam. Vile vile maulama wakaigawanya wakasema kuna bid'a ambayo kwamba ni mufassaka na ni hiyo bid'a katika ibada, na kuna bid'a ambayo kwamba ni mukaffara na ndio hiyo bid'a katika itikad wa ghairu dhalik. Tutasimama katika nukta tano muhimu. Tutasimama katika nukta tano muhimu juu ya maudhui hii ambayo kwamba nimekusudia sasa kuizungumza. Nukta ya kwanza tutatafsiri na kuelezeana maana ya neno i'tiqad. Hili neno i'tiqad maana yake ni nini? Pili, baada ya kufahamu maana ya neno i'tiqad, tutaenda kuelezea maneno ya ahlul ilm katika taksimu albid'a ila mukaffara wa ghairu mukaffara. Jambo la tatu, tutaelezea zile aina za bid'a ambazo kwamba ni mukaffara, jambo ambapo kwamba ni hizo bid'a katika itikad. Jambo la nne, tutataja tutasimama kidogo katika bid'a fil asma'i was sifat. Jambo la tano, tutazungumzia ahlu sunna mawqif yao juu ya kuwakufurisha waislamu, na jambo la mwisho kabisa tutawazungumzia mawani'u at-takfir, au tutatanguliza mawani'u at-takfir alafu tutakuja maneno ya ahlu sunna juu ya kuwakufurisha waislamu wenzao biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, tunapokuja katika maana al-i'tiqad, neno i'tiqad ambayo kwamba asli yake ni aqada yaqidu aqdan. Hii ni asli ya kisarf ambayo kwamba ni asli ya neno i'tiqad, yani aqada yaqidu aqdan, na imetokamana na i'tiqad yenyewe ni masdar iliyotokamana na i'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Imam al-Jarjani rahimahullahu ta'ala alipo tafsiri neno hili i'tiqad, Imam al-Jarjani rahimahullahu ta'ala anatuambia
al-i'tiqadu huwa al-hukmu adh-dhihni al-jazim alladhi la yakbalu ash-shak. I'tiqad ni hukmu ya kiakili iliyokatika, yani ni hukmu ambayo kwamba Muislamu akonayo katika akili jazim, iliyopita kabisa hukmu hiyo. Alladhi la yakbalu shak, hukmu hiyo haiwi ni yenye kukubali shaka ndani yake. Yani mtu ndani ya moyo wake imeshapita hukmu ya kitu fulani. Sasa kule kupita hukmu ya hiyo kitu, inakuwa anaambiwa huyu ameitakidi, ikiwa ni sawa itikadi yake ile au haikuwa sawa, zote zitaitwa kuwa hiyo ni i'tiqad. Vile vile maneno haya kama haya ya Imam al-Jarjani ameyataja Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhu ya Lum'at al-i'tiqad ukurasa 13, aliposema neno al-i'tiqad pia yeye akasema huwa al-hukmu adh-dhihni al-jazim, ni hukmu ya kiakili ambayo kwamba hukmu hiyo imepitika, imekatika, yani hukmu ambayo kwamba ni qat'i. Fa in tabaqa alwaqi' fa sahih wa illa fa fasid. Hukmu hii ikiwa ni yenye kuwafikiana na usawa alwaqi' fa sahih, itakuwa ni sahihi, na ikiwa itaenda kinyume hukmu hii itakuwa ni fasid. Haya ni maneno Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kutafsiri neno al-i'tiqad. Hatujaanza na bid'a kwa sababu bid'a tayari tumeshafahamu, haina haja turudi nyuma tuelezee sasa bid'a alafu tuelezee i'tiqad wakati tushaelezeana kuhusiana na maana ya bid'a. Sahihi tunaendelea na i'tiqad. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bado tuko katika neno i'tiqad. Anasema al-i'tiqadu huwa ma yadinu al-insanu Allah bihi wa yaqidu alayhi qalbah. Asema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, i'tiqad ni kile kitu ambacho kwamba mwanadamu anamwabudu nalo, ni kile itikadi ni kule kuamini, yani kile kitu kilicho moyoni kwa Muislamu ambacho kwamba mwanadamu anachomwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala na amekifungamanisha ndani ya moyo wake. Hili ndio neno i'tiqad. Na Imam Ibn Manzur rahimahullahu ta'ala katika Lisanul Arab anasema i'tiqad ma yadinu al-insanu bihi wa ataqada kadha ay sarat lahu aqida. Haya ni maneno kama ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo kwa lugha fupi tu haya yote maneno yamezunguka kwamba i'tiqadi ni kile kitu ambacho kwamba amekiitakidi Muislamu katika moyo wake, yani kile mafungamano alionayo ndani ya moyo, hii ndio i'tiqad. Kwa nini tunazungumzia bid'a katika i'tiqad? Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala anasema al-bid'u fil aqidati akhtaru min al-bid'i fil ibadati li'annaha tufsidu asla ad-din. Bid'a katika aqida ni bid'a ambayo kwamba ni ya hatari zaidi kuliko katika ibada. Zote ni mbaya, hakuna yenye ambayo kwamba ni nzuri, zote ni mbaya. Bid'a katika aqida ni mbaya, bid'a katika ibada ni mbaya, lakini bid'a katika aqida ni mbaya zaidi kuliko bid'a katika ibada, kwa sababu bid'a katika aqida inakuwa ni yenye kuharibu asili ya dini ya Muislamu. Kwa hiyo hii ni nukta ambayo kwamba ndio maana tukaonelea tuanze huku bid'a katika aqida, pamoja na kuwa bid'a katika ibada inafahamika, masala ya kuweka salatu raghaib hizi, masala ya siyam, masala ya adhkarul jamai, hizi bid'a ambazo kwamba intashara baina almuslimina alyawm alikhtifalu biyawmi maulidin nabii sallallahu alayhi wasallam, hizi zote ni bid'a katika ibada. An-nuqtatu thaniya, masala ya kugawanya bid'a katika bid'a mukaffara na ghairu mukaffara, au bid'a mukaffara na mufassaka, au bid'a ambayo kwamba ni kufriyan na bid'a ambayo kwamba sio kufriyan. Vipi maulama waligawanya? Je, maulama wako waliosema maneno hayo? Naam, wako maulama waliosema maneno hayo. Nikianza katika maulama waliosema maneno hayo ni Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Muhammad ibn Abdissalam ibn Abdul Halim ibn Abdissalam ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimishqi rahimahullahu ta'ala, aliposema wal bid'atu ma huwa kufrun sarihun wa minha ma laysa bikufrin. Bid'a, kuna ile bid'a ambayo kwamba ni kufru iliyo wazi, na kuna ile ambayo kwamba sio kufru bali yakunu ma'siyatan wa fisqa, na inawezekana na inakuwa ni maasi na inakuwa ni fisq. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah atuambia albid'atu ma huwa kufrun,
kuna bid'a ambayo kwamba ni kufru iliyo wazi kabisa, lakini vile vile kuna bid'a ambayo kwamba sio kufru, bali bid'a hiyo inakuwa ni maasiya na inakuwa ni fisq. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Madarijus Salikin naye anatuambia wal bid'u naw'ani, bid'a nazo ziko sampuli mbili. Kuna bid'un mukaffara wa bid'un mufassaqa. Kuna bid'a ambazo kwamba ni mukaffara zenye kumpelekea mtu kukufuru, na kuna bid'a ambazo kwamba zinampelekea mtu katika fiski wal billah. Leo nitanukuu sana maneno ya ahlul ilm, sitotumia maneno yangu, ili tufahamiane vizuri kwamba haya niloyazungumza ni masala yako katika vitabu vya ahlul ilm. Kwa hiyo mimi nitanukuu waliogawanya, sio mimi, waliogawanya ni kina nani, hao ndo wanaelezea kwa misingi gani. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhul aqidati alwasitiyya anasema albid'atu bid'a qad takunu mukaffara wa qad takunu mufassaqa. Bid'a hii ambazo kwamba watu wanazifanya, kuna bid'a ambayo kwamba itakuwa ni mukaffara, bid'a ambayo kwamba ni mukaffara yenye kumkufurisha mtu, na kuna bid'a ambayo kwamba ni mufassaka inakuwa ni yenye kumfasikisha mtu. Wadhālika bihasbi ma taqtadhihi min mukhalafati alkitabi wa sunna, na hiyo itakuwa ni venye mtu venye itakavyokuwa ni yenye kukhalifu bid'a hiyo katika kitabu na sunna. Haya ni maneno ya Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Maneno ya Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake Aqidatu Tauhid anasema albid'atu fi ddini naw'ani, bid'a katika dini ziko sampuli mbili. Bid'atun qawliya, bid'atun qawliya, kuna bid'a ambayo kwamba ni ya maneno, kama bid'atun qawliya, bid'a ya maneno kama qalatil jahmiyati wal mu'tazila wal rafidha wa sa'iril firaqi dhalati wa i'tiqadatihim. Bid'a ya kwanza katuambia ni bid'a ya maneno ambayo kwamba kama yale maneno yanayopatikana kwa Jahmiya, hivi ni vipotofu, Mu'tazila vile vile Rafidha, na vile vile vikundi ambavyo kwamba vimepotea, wa atiqadatihim, na ile itikadi yao. Bid'a ya pili anatuambia fil ibadati kat ta'abbudi lillahi bi ibadati lam yashraha, bid'a katika ibada kama vile mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakuwa ni mwenye kuiweka. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala naye katika Fathul Bari pia akazungumza maneno hayo alipotuambia albid'atu in kanat ma yaqtadi al-kufru kafara sahibuha wa illa fala. Bid'a ikiwa ni bid'a ambayo kwamba inabeba ndani yake ukafiri, basi yule ambaye kwamba ameibeba bid'a hiyo atakuwa ni mwenye kukufurishwa. Lakini ikiwa bid'a haijabeba ukafiri, basi bid'a hiyo haitomkufurisha. Haya ni maneno Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Vile vile maneno hayo ameyazungumza Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala aliposema albid'atu kad takunu kufran wa kad takunu fisqan wa kad la takunu ma'siya. Imam al-Ghazali naye atuambia bid'a inakuwa kufri, kuna wakati inakuwa ni kufr, kuna wakati inakuwa ni ufasik, na kuna wakati haiwi hata ni maasi. Bid'a akikusudia bid'a lughawiyya. Nimalizie kwa nukta hii ya pili kwa maneno ya Ar-Razqani aliposema al-bid'atu al-muharrama katika Sharh al-Muwatta, minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa fisqun. Bid'a ambayo kwamba ni muharrama, kuna bid'a ambayo kwamba ni kufr na kuna bid'a ambayo kwamba ni fisq, ni ufasik. Nadhani paka hapa takuwa tumeshafahamu kwamba haya ni maneno ya ahlul ilm ambao kwamba wamekwenda kugawanya. Sasa nukta ya tatu ndipo tunapopa hitaji zaidi baada ya kufahamu hii, ni kwamba nukta ya tatu ni aina za zile bid'a ambao kwamba sheria imekwenda kutukataza na zinaingia katika bid'a za ukafiri, zinampelekea mtu kuingia katika kufru. Bid'a hizo, bid'a ya kwanza ni atawassulul mamnu'u, ambayo kwamba tawassul hii tunayokusudia ni ghairu mashru', ni tawassul ambayo kwamba hairuhusiwi katika sheria, tena tawassul bid'iyya kufriya, tawassul ya kibid'a ambayo kwamba inampelekea mtu katika ukafiri wal billah. Hii bid'a hii ambayo kwamba leo imeenea ni ile bid'a ya mtu kujikurubisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu wema, ima katika sehemu zao
au katika makaburi yao au katika vitu vyao. Watu wakawaenda ni wenye kujikurubisha, na wakiulizwa wanasema sisi hatuwaabudu hawa, sisi tunakuwa ni wenye kujikurubisha kwao kwa wema, sisi tunakuwa ni wenye kufanya ABCD. Hii ni bid'a ambayo kwamba ni tawassul bid'ia kufriya wal iyadhu billah. Tawassul iko katika aina mbili. Kuna tawassul ambayo kwamba ni mashru' na kuna tawassul ambayo kwamba ni ghairu mashru'. Tawassul ambayo kwamba ni mashru' tunaikubali sisi ahlus sunna wal jamaa kwamba tawassul iko, wala sisi ahlus sunna wal jamaa hatupingi tawassul kama wanavyodai baadhi ya watu. La, hatupingi tawassul. Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Lakini ni ipi tawassul ambayo kwamba inakubalika? Ni at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi, ni mtu kutawasali na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake. Na hili jambo Allah ameturuhusu. Tawassul kwanza nini? Tawassul kwa lugha fupi, kwa sababu hii ni mada kamili. Tawassul ni mada kamili, ni ataqarrubu ila Allah. Bali haya yote nitakayoyataja, aina za bid'a ambazo kwamba ni kufria, sitotaja zote, lakini hizi nitakazozitaja zote ni mada maalum. Kwa hiyo mimi nitagusia ili tupate ule ufahamu. Sasa hii tawassul ni kujikurubisha kwa mtu au kujikurubisha kwa jambo. Hii ndo tawassul. Unapojikurubisha katika sheria, unaruhusika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia fulani ambazo kwamba Allah amezitaja ndani ya Qur'ani. Miongoni mwa njia ni waqala ta'ani at-tawassulu bi asma'ihi wa sifatihi, ni mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Pindi unapokuwa na matatizo, unapokuwa na shida, unataka kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia sifa zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala atuambia walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala yuko na majina mazuri, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo majina mazuri. Unahitaji riziki, muite ya Razzaq. Mambo yako ya Fattah, unataka yani unamuita Allah subhanahu wa ta'ala na kila jina ambalo kwamba ni lake. Allah anatuambia fad'uuhu biha, muombeni Allah kupitia hayo majina mazuri. Lakini angalia leo katika bid'a ya hii tawassul, watu wanavokwenda kusema madad ya fulani, madad ya Abdul Qadir Jailan, ya madad ya Badawi, madad ya Ali, madad ya Hussein, madad ya fulan, madad, ambao kwamba hii ni alfadh ambazo kwamba ni bid'ia, ambazo kwamba maana yake ni kufur wal iyadhu billah. Pamoja na kuwa watu watajifanya ni wafasaha wa lugha, watu watajifanya kwamba wao ni wajuzi sana kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu watajifanya ni wajuzi sana kuliko masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Lakini tizama, Allah anatuambia walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, muombeni Allah kupitia hayo majina. Mbona hatukuambiwa muombeni kupitia majina ya salihin? Mbona hatukuambiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina ya mababu zetu, kupitia majina ya kadha wa kadha? Wallahu almusta'an. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, tawassul ambayo kwamba ni mashru', unafanya tawassul na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Vile vile katika tawassul ambayo kwamba ni mashru', tawassul ambayo kwamba ni mashru', tunafundishwa unaruhusika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa a'mal ambazo kwamba ni njema, umekuwa ni mwenye kuzifanya ukajikurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona ndani ya Qur'ani dua za ulul albab, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Hii inaruhusiwa. Ile ibada uliyoitenda unaruhusika kumwambia ya Allah, mimi nimefanya kwa ajili yako ibada hii, na kuomba ya Rabbi, ikiwa nimeifanya ikhlasan liibtighai wajhika wa ridhaka ya Rabbi, basi na kuomba ewe Mola wangu nitakabalie jambo fulani, nifungulie jambo fulani. Hili ni jambo linaruhusiwa, na sote tunafahamu wale watu watatu ambao kwamba waliingia katika pango wakawa ni wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali ambazo kwamba walizifanya. Vile vile unaruhusika wewe kwenda kwa mtu mwema ukamwambia yule mtu mwema, mimi niko na ABCD na kuomba uniombee dua, na kuomba ukiomba dua usinisahau na mimi. Hii inaruhusika, wala hakuna aliyesema ya kwamba ni makosa kwenda kumwambia mtu muombe dua, ingawa haipendezi sana kwa sababu itaondosha tawakkuli yako kwa Allah. Kwa nini usiombe wewe mwenyewe dua wakati Allah subhanahu wa ta'ala tuambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, pindi wanaponiuliza waja wangu, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi Mola niko karibu. Ukaribu wangu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, mimi najibu dua ya mwenye kuomba pindi anaponiomba. Huyu ni Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sasa vipi wewe uwe ni mwenye kupelekeshwa katika mambo ambayo kwamba ni ya kishirikina? Sasa jamaa hawa au baadhi ya Waislamu na baadhi ya wanaodai kulingania Uislamu, wanawalingania Waislamu katika tawassul ambayo kwamba ni ghairu mashru'. Baada ya kufahamu tawassul mashru', wanawalingania watu katika tawassul ambayo kwamba ni ghairu mashru'. Wanakwenda kulia katika makaburi, wanakwenda kuwalilia watu wema, wanaenda kujikurubisha sijui na vijikombe na mapete na mambo ambayo kwamba hayaeleweki. Alafu wakiambiwa kwamba hii munafanya nyinyi ni shirki au inampelekea mtu katika shirki, wanasema sisi hatuwaombi hawa maiti, sisi tumekwenda hapa sijui kutafuta jaha, hawa ni watu wema, tutachukua baraka zao, hawa ndio watakatufikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio watajibu dua zetu, hawa ndio watakuwa ni wenye kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno yanaongelewa na Muislamu, lakini maneno haya ambayo kwamba Muislamu huyu anayaongea ndio maneno yale aliongea Abu Jahal, ndio maneno yale waliongea masanadidu Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani, wayabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo kwamba wanaomwabudu hawezi kuwadhuru wao wala hawanufaishi, na wanasema hawa ndio watetezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba sisi tunakuwa ni wenye kuwalilia, lakini hawa ni watetezi, hawa ndio watakwenda kutusaidia, haula shufaauna inda Allah, ndio watetezi hawa wetu mbele ya Allah. Angalia Allah alivyomaliza aya, alisema subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kwa yale ambayo kwamba wanakuwa ni wenye kumshirikisha nayo. Allah akakiita hichi kitendo ambacho kwamba wanakifanya, pamoja na kuwa wao walikataa wakasema hawa shufaauna inda Allah, kina Abu Jahal wakasema maneno haya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nenda katika suratu Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao kwamba wamechukua kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala vipenzi, ma na'buduhum, wao wanasema maneno haya, sisi hatuwaabudu hao illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa sisi tunahitaji hawa watukurubishe kwa Allah kwa karibu ambao kwamba ni mzuri. Angalia maneno haya maneno ambao kwamba wanazungumza wale ghulatu sufia, mashekhe wa kisufi, mashekhe wa kishia, wote wanayazungumza maneno yale aliyozungumza Abu Jahal, maneno yale aliyozungumza Utba, maneno yale aliyozungumza Abu Lahab. Allah anatuambia walladhina ittakhadhu, si mimi nasema, ni Allah, min dunihi awliya, wale waliochukua kinyume na Allah vipenzi, maana abudu, sisi hatuwaabudu hawa. Na ukienda ukiwaambia jamani, nyinyi mnaabudu makaburi, nyinyi hivi mnavyofanya si sawa, hivi mnavyowafanyia Waislamu, mnawapeleka Waislamu katika shirkiyat wa khurafat wa khuzabalat, wanakwambia la, sisi hatufanyi hivyo, maana abudu, sisi hatufanyi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sisi tunachohitaji ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwao ukaribu uliokuwa mzuri. Allah anasema inna Allah yakum bainahum fima hum fi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala hamuongozi yule mtu ambaye kwamba ni muongo, yule ambaye kwamba ni mwenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu twendeni tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaburi lake alipofariki, kila sahaba alijua kaburi la Mtume liko wapi, akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alijua, Abbas ibn Abdul Muttalib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alijua kaburi la Mtume lilipo. Lakini angalia wakati wanapokuwa na matatizo. Hadithi fi al-Bukhari, hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Angalia hawa watu ambao kwamba wanaenda kupeleka watu makaburini,
sijui hauli ya fulani, sijui hauli ya huyu, hauli ya huyu. Na hizo hauli utaona zinazunguka tu ni ukoo fulani, hakuna ukoo mwingine. Acha tuyaache tu, tusiyaseme hayo. Lakini utaona kwamba kuna siasa fulani ambayo kwamba Waislamu wao wanafanyiwa na Waislamu wenyewe hawawi ni wenye kuiona. Nenda katika Bukhari, hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kanu idha qahatu istasqa bil Abbas. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pindi ilipokuwa kukipatikana ukame, mvua hainyeshi, anamfuata al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anamwambia Abbas, tuwe ukuwa ni mwenye kutuombea na sisi. Faqal, Umar anasema, Allahumma, ewe Mola wetu, inna kunna natawassalu ilayka binabiyina, sisi alikuwa tukiwa ni wenye kutawassal kwako. Tutaelezea maana tawassul ni nini hapa katika hii hadithi. Tukitawassal kwako kwa nabii wako, na ulikuwa ukitusikiliza wewe. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mtume yuko juu ya mimbar, anaenda mwambia ya Rasulullah, hakunyeshi mvua, tuombe dua kunyeshe mvua. Hapo hapo mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua, mvua inanyesha. Wiki inayokuja mtume yuko juu ya mimbar, anasema mvua sasa imeleta mafuriko. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua, pale pale mvua inakuwa ni yenye kukoma. Inna kunna natawassalu ilayka binabiyina, na ilikuwa mvua ikinyesha. Wa inna, lakini sasa kuna ukame na mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki, ya Rasulullah, ya Allah, wa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina, lakini sahihi, ewe Mola wetu, sisi tunatawassal kwako kwa dua kwa ammi yako, kwa ammi wa mtume wetu. Asema fayusqauna, mvua inakuwa ni yenye kunyesha. Dua imepokelewa pia katika Musannaf Ibn Abi Shayba na vile vile Sunnanul Kubra li-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kwamba dua aliyokuwa akiomba Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma innahu lam yanzil bala'an illa bidhanbin wa lam yakshif illa bitawbatin wa qad tawajjaha al-qawma وقد توجه القوم لي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث. Imekuja katika Musannaf wa Ibn Abi Shayba na vile vile katika Sunanul Kubra, ambapo kwamba dua aliyoiomba Abbas radhiallahu ta'ala an, na imekuja katika riwaya haikupita muda isipokuwa mvua imekuwa ni yenye kunyesha. Angalia hapa kuna fawaid adhim, pamoja na kwa watu wanajifanya maulama, na ndio maana tunasema ibra sio ilmu. Ilmu yako umeisoma ni ilmu gani? Sio ilmu peke yake ibra. Afara aita, niliwasomea aya wiki iliyopita, man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'u shaytanu fakana min alghawin. Sio ibra mtu kudai kwamba ako na library, ako na vitabu, ako na sio ibra kabisa. Angalia hadith, Umar anajua kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam lipo wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam linajulikana na kila mmoja kwamba hili ni kaburi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini angalia, Umar anaenda kwa Abbas radhiallahu ta'ala an. Wala sisi tumeitaja katika tawassul ambayo kwamba ni mashruu huko nyuma. Unaweza ukaenda kwa mtu mwema ukamwambia huyo mtu mwema niombe dua au tuombe na sisi dua, kama alivyofanya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala an. Hebu sikiliza maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari aliposema kunna natawassalu ilayka binabiyina ay biduaihi, kwa dua yake. Maneno Ibn Hajar, sio maneno yangu. Wa qawluhu inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina ay biduaihi, hayo ni maneno Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Wa qala wa yustafadu min qissati al-Abbasi, na inapatikana faida katika kisa cha Abbas radhiallahu anhu, istihbabul istishfa bi ahli alkhairi wassalahi wa ahli baiti an-nubuwa. Na hili tulipingi sisi, tumelitaja kwamba inapendekeza mtu kwenda kwa kutaka dua na kutaka mtu amuombe
kwa watu ambao kwamba ni waheri, watu ambao kwamba wamesuluhika, watu ambao kwamba ni wema, na vile vile ahlu bait nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini si wenye kudai kwamba wao ni ahlu bait. Kuna ahlu bait na kuna wenye kudai kwamba wao ni ahlu bait wala hawako katika ahlu bait, wakaketi wakatunga vizazi na akili zao, wakajifanya wao ni masharifu, wakanyusha watu mate, wakajifanya wako na baraka, wakalisha watu chafu. Hawa sio ahlu bait. Ahlu bait hawakuwa hivyo, hawa si ahlu bait. Qala Badruddin al-Aini katika Umdatul Qari, at-tawassul bin nabii, katika hii hadithi ya Abbas radhiyallahu ta'ala an, at-tawassul bin nabii inma kana fi hayatihi biduaihi, tawassul ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika uhai wake kwa dua yake mtume. Hiyo ndo tawassul iliyokusudiwa. Falamma mata, mtume alipokufa, tawassalu bil Abbasi liannahu kana yad'u lahum, kwa sababu Ibn Abbas alikuwa akiwa ni mwenye kuwaombea dua. Na hii sisi hatuipingi. Tunalopinga sisi ni nyinyi kwenda kuwaomba maiti, na video zimeenea kwamba nyinyi mnaenda kwa maiti, hamujengi misikiti mpaka mwende makaburini. Haya ni mambo ambayo kwamba yanaonekana bid'a ambazo kwamba ni mukaffara waliyadhu billah. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Al-Qa'idatul Jalila fi at-tawassul wal wasila, wa kanu fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha adabu طلبوا منه أن يدعو الله لهم فلما مات لم يكونوا يأتون إلى قبره ويقولون ادعوا الله لنا وإنما استسقى بالعباس لأنه كان يدعو لهم. Angalia maneno mazuri ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ndio maana wakamchukia. Asema katika uhai wake wao, utaona wanayasoma maneno ya Ibn Taymiyyah pindi pale Ibn Taymiyyah anaposema wakajuthibuhumullahu fi dhalik, Allah anaweza akawapatia thawabu kwa ile kupiga ngoma kwa kule nia yao nzuri juu ya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ile nia nzuri, sio kwa yale maulidi. Utaona haya maneno yakifika mfungo tatu yanasomwa, kasema Ibn Taymiyyah. Haya Ibn Taymiyyah kasema pia hapa, mbona hamumtaki hapa Ibn Taymiyyah nyinyi? Wakanu fi hayati nabii idha ajdabu talabu minhu an yad'u Allah lahum. Hivi ndio walivyokuwa masahaba katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanapopatikana na jambo, walikuwa wakimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam awaombee. Asema falamma mata, mtume alipokufa, lam yakunu yatuna ila qabrihi, hawakuwa wakienda makaburini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimetokea fitna ngapi baina sahaba? Fitna ngapi zimetokea? Aisha radhiallahu ta'ala anha ameingia katika fitna. Masahaba wao kwao, kina Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala, nyote mnafahamu baina Ali na Muawiya, si wangeenda kaburi lilikuwa tu pale la mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani huyu mtume si bora kuliko Badawi, mtume si bora kuliko Abdul Qadir Jailani. Haya ni mambo atakiwa Muislam akili ya kuzaliwa awe ni mwenye kuiweka, wala asiwe ni mwenye kutiliwa falsafa ambazo kwamba hazina maana yote. Kwa hiyo lam yakunu yatuna ila qabri wa yaquluna ud'u Allah lana, hawakuwa ni wenye kufanya hivyo, bali alipokufa mtume walienda kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Afwan, nasema sana Ibn Abbas lakini nakusudia Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah atuelezea katika hii bid'a hii ya kutawassal makaburini, hizi haula ambazo kwamba zimeenea hizi, na watu kwenda makaburini huko, ziara ambazo kwamba ni ghairu mashru', watu wanaenda kulia katika makaburi ya watu wema. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, au mtu kwenda kwa mtu mwema kumlilia hali yako yuko hai, si kumwambia niombe, anakwenda kabisa, mtu anashumu mpaka miguu, anakuwa ni mwenye kudhalilishwa, ati huyu ni mtu mwema aniombee dua. Akuombee dua ipi hivyo? Au namuomba yeye? La, haitakaniwi hivyo. Asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, faman ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'id yad'uuhum wa yatawakkalu alayhim wa yas'aluhum kafara ijma'an. Na haya maneno pia ameyataja al-Mujaddid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika Nawaqidul Islam. Asema faman ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'id, yoyote atakayejalia baina yake yeye na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala akaeka ukati, mtu huyu ambaye kwamba yuko kati ana kazi gani? Yad'uuhum, wanakuwa ni wenye kuwaomba, wayatawakkalu alayhim, na wanawategemea, kama vile wanavyoenda makaburini Makina Road
kama vile wanavyoenda kuwalilia sijui masharifu, wayatawakkalu alayhim, na wanawategemea, wayasaluhum, kafara ijma'an, huyo amekufuru. Ndio hii bid'a katika itikadi ambayo kwamba inamuingiza mtu katika ukafiri. Sheikh Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala katika Kashfu Shubuhat asema, idha arafta anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah wa yad'una ghayra, ukifahamu wewe Muislam kwamba wale waliokuwa wakipigwa vita na Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa wakimuomba Allah, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din, walikuwa wakimwomba Allah. Na tumetoa aya, walladhina yad'una walladhina taqadu min duni awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa, wao walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia, aendelea mpaka mwisho akasema, fadu'a'u ghairi llahi huwa shirkul akbar. Hii ni bid'a. Ndio maana pale, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, akatafsiri an yusibahum adhabun alim ay ashirk, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwa sababu bid'a inampelekea mtu katika shirki. Angalia ilipompelekea bid'a hii, imempelekea katika ushirikina, waliyadhu billah. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema, amma du'aul mayit wal isti'anatu bihi fahadha min ash-shirki al-akbar al-mukharraj min al-millah au al-mukhrij min al-millah. Kuomba maiti na kuhitaji msaada kwa maiti, hii ni shiriki kubwa ambayo kwamba inamtoa mtu katika Uislamu. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anayasema, atawassulu bil amwati wa du'aihim wa du'auhum wal istighathatu bihim min ash-shirki al-akbar. Hii tawassul ambayo kwamba tumeanza nayo tukasema ni tawassul ambayo kwamba ni mamnu, tawassul ambayo kwamba ni bid'ia, lakini ni tawassul ambayo kwamba ni shirkia kufria. Wingi katika Waislamu wao wanajua shirki ni kwenda kwa mganga, ndivyo wanavyofahamu Waislamu. Ukimwambia mtu anafanya shirki, anakwambia kwani naabudu Mungu wawili? Ukimwambia mtu anafanya shirki, kwani mimi naamini Yesu ni Mungu? Ukimwambia anafanya shirki, umeniona nikienda kwa mganga? Kumbe kule kuelekea makaburini katika zile hauli na ziara ambazo kwamba haziishi kwa kutajirisha watu, wanakutaka kutajirika wao na familia zao kwa kudai kwamba kuna tabaruku huko, kumbe hii nayo inampelekea mtu katika shirki. Na ndio maana tukachagua bid'a katika itikad Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah al-afia wassalama. Kwa hiyo hii ni ya kwanza, katika ile bid'a katika itikad, nayo ni mada maalum, yani ni mada nzima hii ni mada nzima. Na alhamdulillah mnafundishwa tauhid, hii haina shida yoyote kwenu ikiwa mtakuwa makini katika usikilizaji na kufuatilia vitabu. Jambo la pili ambalo kwamba ni katika bid'a za kiitikadi ni bid'a ambayo kwamba waliokuwa nayo qadaria, waliokataa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala as-sabiq. Wakasema Allah subhanahu wa ta'ala hajui mambo mpaka yale mambo yawe ni yenye kutokea ndio Allah subhanahu wa ta'ala ajue. Haya ni maneno wanazungumza na kipote hichi, baadhi ahlul ilm wanatuambia kipote hichi kilipotea, sahihi hakiko, wako wanaosema hivyo na ni wengi katika ahlul ilm. Lakini ala kulli hal, hii ni bid'a ya qadaria ambayo kwamba wako nayo. Na sababu urudi alhadith ya ile, bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin itala alaina rajulun shadid bayadhu thiyab shadidun sawadi sha'r. Ukiitizama ile sababu urudi alhadith ni kwamba kuna watu alikuwa hawaamini qadar, alikuwa hawaamini qadar, wakisema anna al-amra unfun, kwamba jambo linatokea tu, ili jambo haliwi ni lenye kufanyika mpaka, yani Allah hawi ni mwenye kujua afwan mpaka lile jambo liwe ni lenye kutokea. Angalia itikadi hii, na watu wako wanayazungumza maneno haya, na wewe ukisema wajua sisi ni kitu kimoja, wajua sisi ni ukwaju, wajua sisi mbirimbi, maneno yasiyokuwa na msingi watu wanayazungumza, ukiyazungumza maneno kama haya. Lakini haya ni mambo ambayo kwamba watu wako nayo. Ndio akafatwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akaulizwa kuhusiana na hili swala. Ibn Umar akawaambia waambie kwamba mimi bari'um minhum, mimi niko mbali na wao, mimi siko pamoja na wao, na wao wako mbali na mimi. Kisha akaapa Mungu akasema Allah haikubali sadaka ya mmoja wao pindi atakapotoa mpaka awe ni wenye kuamini qadar.
hii bid'a hii haijaenea sana zama zetu, au katika hii miji yetu haijaenea sana. Vile vile ni mtu kupinga majaa au maulima min ad-dini bidharura, lile jambo ambalo kwamba limetambulika katika dini kidharura, yani jambo ambalo kwamba linafahamika katika dini, alafu mtu akaja akalipinga. Ili nieleweke zaidi, mtu kama kupinga sala, akasema sala si lazima, akasema sala si lazima kuswali, huyu anaingia katika hii masala. Au mfano mfupi kwa hawa jamaa walioenea, hawa kina Sirajul Munir ambao kwamba wanapinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa nao wanaingia katika hii, inaingia katika kufru wali'adhu billah, inaingia katika kufru, nasallallahu al-afia wassalam. Kuna qaida inatajwa, ikiwa iko karibu hapa nitaisoma. Kuna qaida inatajwa inasema, anna man khalafa ilma ad-daruri yuhkamu alayhi bikufrin, yoyote atakayekuwa ni mwenye kukhalifu na kupinga na kukataa jambo ambalo kwamba limetambulika kisheria katika ilmu ya kidharuri, yani kisheria kwa dharura, yani imetambulika. Nadhani mtakuwa mmenifahamu nilipotoa mfano wa sala, huyu mtu anahukumiwa kwa ukafiri. Mtu akasema kufunga si lazima, hata akaitwa Abdalla, akaitwa Umar, akaitwa Hubayb, huyu sio Muislam, ametoka katika Uislamu, yadhan billah. Mtu akasema akapinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu kama hadith. Sisi ni Qur'ani tu, hatutaki hadith. Wakati Qur'ani inakuashiria ufuate nini? Hadith. Mtu akaleta ta'wil, imma kwa sababu ya jahal, au kwa sababu ya kutafuta umaarufu, au kwa sababu ya kulipwa mahela, atajua mwenyewe, lakini hili jambo linampelekea mtu kuingia katika kufru wali'iyadhu billah. Na hii imeenea, nadhani mnafahamu nyinyi, hata iza kuwa kuna live zinaendelea sasa na wengine wakajadiliana nao. Alhamdulillah, si tuliachana nao, waendelee na mijadala yao ambayo kwamba haina mbele wala hairudi nyuma, mijadala ambayo kwamba haina faida yoyote. Vile vile katika bid'a katika itikad ni bid'a fil Qur'an, bid'a fil Qur'an, watu kuwa na bid'a katika Qur'an. Vipi kuwa bid'a katika Qur'an? Ni qaul ya kwamba Qur'an ni makhluq, qaul ambayo kwamba Qur'ani ni makhluq. Watu wanasema Qur'ani ni makhluq. Hii Qur'ani sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako na shubhat. Wajua ahlul bid'ah, tutatakiwa tufahamu, hawana dalili. Mimi nawaambia kila siku, ahlul bid'ah wako na shubhat, watie katika vifua vya watu basi, wakwambie mbona aya hii imekuja hivi, aya hii imekuja hivi. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Hii ndio kazi yao. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah rasikhuna fil ilm. Kwa hiyo hii ni kazi ya ahlul bid'ah, kutia shubhat. Sasa kuna watu ambao kwamba wanasema Qur'ani ni makhluq, na wapo, na kuna live zao sasa zinaendelea, na kuna waislamu tunawaona wanasikiliza shubhat ambazo kwamba zinaharibu vifua vyao, alafu mtu anakuja na kutext. Sasa hii ni wewe umeambiwa nani uende huko? Nani kakuita huko? Kuna ulazima gani uende? Si ziko live za Ahlus Sunna wal Jamaa ambao kwamba maneno yao yako wazi kabisa, walillahi alhamdu wal minna. Yani Ahlus Sunna ukimsikiliza mtu yoyote wa sunna, yeye ni qala Allah qala Rasul fahmu man, qala Allah qala Rasul fahmu man. Kwa nini uende wewe kwa shubahati uchanganye kifua chako, alafu sasa uanze kuuliza maswali? La, usifanye masala hayo. Nenda mahali ambapo kwamba dini yako itakuwa salama. Sasa hawa jamaa wanasema Qur'ani ni makhluq, wako ambao kwamba wanaamini hivyo. Sasa hii nayo ni bid'a katika Qur'ani na katika itikadi ya Qur'ani, hii ni bid'a. Anasema Imamu Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala katika usulu sunna, wal Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Sufyana yaqul, nimemsikia Sufyan, yani Sufyan Thawri akisema al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa man qala makhluqun, na yoyote atakayesema Qur'ani ni makhluq, fa huwa mubtadi'un, huyo ni mtu wa bid'a. Lam nasma ahadan yaqulu hadha, hatujawahi kumsikia hata mmoja sisi akisema Qur'ani ni makhluq. Aya iko wazi, wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka faajiru hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah nini? Maneno ya Allah ni nini? Mtu anaanza kukuleta na kuambia hii ni idhafatu tashrih, hii ni idhafa, yani falsafa nyingi ambazo kwamba hazina maana yoyote. Angalia Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, alipigwa na akadhalilishwa na akateswa kwa kupambana na wale ambao kwamba wanasema Qur'ani ni makhluq. Imamu Ahmad mpaka akaitwa Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, sio rahisi. Alipigwa na alidhalilishwa na hawa jamaa, na ndio ilikuwa
yao ahlul bid'ah, walikuwa wakiwadhalilisha ahlus sunna wanapoifanya intishari ya sunna. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala walimfunga, walimdhalilisha. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala walikuwa wakimfunga. Muhammad Ahmad rahimahullah ta'ala, kama alivyotaja Imam Dhahabi katika Siyari Alami Nubala, kwa sababu ya sunna wakamdhalilisha mpaka wakamchuna ngozi yao. Leo ahlus sunna tu wanapozungumza maneno unasikia hawa ahlus sunna ni waovu, hawa masalafi ni kadha, hawa ni hivi. Wao walipowadhalilisha kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah walikuwa ni watu aina gani? Walikuwa hao wanaowafanya ni kina nani? Si ni watu wa bid'a wenzao. Na ndio maana utakuta wale wanaosema Qur'ani ni makhluk na masufi wanakaa sehemu moja. Imamu Ahmad huku anadhalilishwa kwa kusema Qur'ani ni kalamullah. Wewe leo unakuja unatuambia sisi tukae na mtu ambaye kwamba anasema Qur'ani ni makhluk, alafu tuambie sisi ni kitu kimoja, wajua tofauti ziko, kila mmoja amini anachotaka. Mbona Imamu Ahmad hakuacha hili jambo mpaka upigwe wewe udhalilishe, wakati kila mmoja ni ufahamu tu, huyu anaweza kusema Qur'ani ni makhluk na huyu anaweza kusema Qur'ani ni kalamullah, tukaishi pamoja. Hatukatai kuishi pamoja, lakini hatuwezi kukubaliana katika masala ya upotofu ya akida kama haya. Sasa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mwenye kudhalilishwa, na katika usulu sunna yake anasema wal Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote atakayesimama aseme mimi sijui bana ni maneno ya Allah au sio maneno ya Allah, huyu ni mtu wa bid'a. Haya ni maneno ya Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imamu al-Ajuri rahimahullahu ta'ala katika ash-Sharia asema al-Qur'anu wa man qala al-Qur'an makhluqun fahuwa kafirun inda al-ulamai. Bid'a katika itikadi hiyo, angalia ilivyokuwa na hatari. Atakayesema Qur'ani ni makhluk, huyu ni kafir kwa wanazuoni. Maneno Imamu al-Ajuri. Kwa hiyo mwenye raddi zake aangalie namna gani atamjibu Imamu al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Ikiwa Imamu al-Ajuri hata yapata katika hicho kitabu utakachoandika na raddi zako, basi wewe utaangalia utampelekea nani maneno hayo, sababu haya maneno ni Imamu al-Ajuri katika sharia, si maneno yangu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema man qala inna al-Qur'ana makhluq fahuwa kafirun inda salafi al-ummati wa a'immatiha. Yoyote atakayesema Qur'ani ni makhluk, basi huyo ni kafir katika salaf wa umma na maimamu wake. Kwa hiyo huyu, haya ni maneno ya imamuna Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ahmad ibn Abdi Salam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Bid'a ya 4 ambayo kwamba tunakwenda nayo, naona muda unasonga, acha tugusia haraka haraka. Bid'a ya 4 ni bid'a fi al-asma' wa sifat. Bid'a inayopatikana katika asma wa sifat, ambayo kwamba kabla ya kuninio lazima tujue aqida ya ahlus sunna wal jamaa katika masala ya asma wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aliposema laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir. Katika hii man amana billahi wal yawmil akhir, wanasema ahlul ilm akiwemo Sheikhuna Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika aqidatu sahiha wa mayudhaddiha asema al-imanu billahi yatadhammanu 4 umur. Hii al-imanu billah inabeba mambo manne. Awalan al-imanu biwujudihi, kwanza ni kuamini uwepo wa Allah. Pili al-imanu birububiyyatihi, kuamini utendakazi wa Allah. Tatu al-imanu biuluhiyatihi, ni kule kuamini uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndo anapasa kuabudiwa. 4 al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, ni kuamini majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda katika kitabu Aqidatul Wasitiyya cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sasa anatuelezea wa minal imani billah. Asema wa minal imani billah, al-imanu bima, hii naelezea ni aqida ahlus sunna wal jamaa, nataka mnifahamu. Al-imanu bima wasafa bihi, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, ni kule mtu kuamini kwa kile alichokisifu nacho yeye mwenyewe Allah katika kitabu chake, kuamini ile sifa alivyoisifu. Wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na vile alivyosifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam Muhammad, min ghairi tahrifin. Angalia ahlus sunna wal jamaa, angalia ahlus sunna wal jamaa wanavyoitakidi
alafu uangalie ahlul bid'a wanavyotusingizia tunachokiitakidi. Ahlus sunna wanasema min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Hiyo ndio akida yetu sisi. Tunaamini majina ya Allah na tunaamini sifa za Allah bila ya kufanya nini, vile alivyojisifu yeye mwenyewe kwenye Qur'ani, bila ya kufanya tahrif. Tahrif ni kwa lugha fupi ambayo kama mtanielewa haraka haraka ni kubadilisha. Ima tahrif inaweza ikawa ni lafdhi na tahrif inaweza ikawa ni maanawi. Tahrif inaweza ikawa ni lafdhi na tahrif inaweza ikawa ni maanawi, yani mtu abadilishe lafdhi. Qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, yeye akasema wa kallama Allah Musa taklima, yeye akasema wa kallama Allah Musa taklima, huyu itakuwa amefanya tahrifu al-lafdhi. Au tahrif inaweza ikawa maanawi, mtu akaambiwa bali yadahu mabsutatani, Allah hapa Allah kuna mikono miwili, wewe ukatuambia ni quwwa, yad bi maana quwwa, wewe itakuwa umefanya tahrif maanawi. Wala ta'tilin, ahlus sunna wala hawapingi inayokuja katika sifa za Allah, sisi tunathibitisha. Wala wa min ghairi takyifin, sisi hatuelezei namna, wala tamthilin, wala hatupigi mfano. Hii ndio akida yetu ahlus sunna wal jamaa, tofauti na vile watu wanavyosema sisi tunasema sijui Allah amekaa sijui kama fulani. La, hii si akida ahlus sunna wal jamaa. Na yule ambaye kwamba atamfananisha Allah na viumbe, sisi tunasema amekosea. Kaina manka, yoyote atakayekuwa takuwa huyu hakupatia katika swala hili. Sasa hii ndio akida aliyokuwa nayo ahlus sunna wal jamaa juu ya masala ya asma wa sifat. Kwa nini tunathibitisha hivyo? Tunathibitisha hivyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndio kalithibitisha. Allah aliposema yad, sisi tumefahamu yad ni yad. Tunapotafsiri yad kuwa ni quwa, takuwa ni alqawlu ala Allah bighairi ilmin, ni kauli juu ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya elimu. Ndio maana Ibn Uthaymeen katika Sharh Lum'at al-I'tiqad akasema alwajibu fi nususil kitabi wa sunna ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha. Hii ndio kinachotakaniwa, kinachohitajika ni kuibakisha ile dalili iliyokuja ala dhahiriha vile vile ilivyo. Usilete wewe ta'wil zako. Lau ingelikuwa hii yad iko na maana tofauti, wajh ina maana tofauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam angetuelezea. Hebu angalia ni wape mfano wa Islam. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Masahaba ridwanullahi alayhim, hii aya ilikuwa ni nzito kwao. Wakasema ayyuna lam yadhlim nafsa, ni nani kati yetu ambaye kwamba hajaidhulumu nafsi yao? Mtume aliyotafsiria neno dhulma akawaambia makusudio ya dhulma hapa ni shirk, kwa kauli ya Allah inna shirka la dhulmun adhim. Haya ndio maneno mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa iweje Mtume sallallahu alaihi wasallam asitutafsirie kwa yaliyo makubwa zaidi ya hilo ambalo kwamba ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka ni jambo ambalo kwamba ni ghairu mumkin, la haliwezekani wala haliingiliani akilini. Kwa hiyo sisi alusunna tunakuwa ni wenye kusimama vile vile bila ya kufanya hizi tahrif na kufanya ta'til na kujifanya maneno mengi. Lakini ahlu ahwa wao wanakuwa ni wenye kutoa ile maana katika dhahiri yake na wakawa ni wenye kutafsiri kwa akili zao na wakamsifu Allah subhanahu wa ta'ala wengine na upungufu. Mwingine anakuambia Allah ni sami lakini la yasma, ni basir lakini haoni. Sifa za upungufu wamempatia nazo Allah subhanahu wa ta'ala hawa jamaa, na hili ni jambo ambalo kwamba ni la hatari. Kwa hiyo lazima Muislam inapokuja katika masala ya asma wa sifat anathibitisha vile ilivyokuja. Angalia Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, yule bwana alipomwambia ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Imam Malik alimwambia nini? Al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Istiwa ni ma'lum, kayf namna alivyokaa, kaifia ni majhul, haijulikani. Wal imanu bihi wajib, kuamini ni lazima. Wa su'alu anhu bid'a, kuuliza ili swali sasa kaifa stawa, ili swali ni swali la kizushi na ni bid'a katika itikadi, wal iyadhu billah. Waqis ala albaqi, masala yote asma wa sifat yanapokuja wewe thibitisha Allah yuko na mkono, naam yuko na mikono miwili. Iko vipi? Yaliku bijalali, inaambatana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatupingi.
wala hatuelezei wala hatupigi mfano wala hatubadilishi kama vile wanavyofanya wao, wakasema yadi ni quwwa. Sasa ikiwa Allah hana mkono, je, aliye kwanza walillahi almathalul a'la fala tadribu lillahi alamthal, hii sifa unapompatia mwanadamu ya kutokuwa na mikono ni sifa ya upungufu au ni sifa ya ukamilifu? Utakuta kwa mwanadamu ni sifa ya upungufu. Sasa ikiwa kwa mwanadamu ni sifa ya upungufu, mbona tunampatia Allah sifa ya upungufu? Nadhani tutakuwa tumefahamiana. Pili, hailazimiki kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tunaposema ako na mikono iwe ni lazima mikono iwe kama ya wanadamu. La, paka ana masikio, mwanadamu ana masikio, punda ana masikio, na haya masikio hayafanani, na hawa ni viumbe. Vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo sisi tunasema yaliqu bijalali, inaambatana na utukufu wake. Naona time imeenda, acha nitaje mawani au takfir kwa haraka haraka, alafu nitaje aqwal ahlul ilm tufungie darasa. Nukta ya 4, mawani au takfir, vitu vinavyomzuilia mtu, pamoja na kuwa kuna watu wanaitakidi haya mambo na wanayasema haya mambo na mnawayasikia nyinyi wakiyasema haya mambo na mnawafuatilia, na labda wengine ni vipenzi vyenu, mnawadifaa, mnawatetea. Kwa nini hawa watu sisi ahlu sunna mawqifi yetu hatuwakufurishi? Hatusemi ni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinachoitwa mawani au takfir. Kuna vizuizi vinazozuilia kumkufurisha mtu. Lau kama si mawani au takfir na sio mawqifi yetu hii, basi ingelikuwa wote wamekufurishwa. Jambo la kwanza ni aljahl, ujinga. Mtu anazungumza labda bighairi ilmin, huyu anapewa udhur wa jahl paka pale itakapopatikana bayina kwake apatiwe ilmu. Jambo la pili al-ikrah, ni mtu kuyazungumza maneno haya lakini kwa kulazimishwa, na tunafahamu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Na jambo la tatu ni al-khata, mtu afanye kwa makosa, kwa kukosea, wa nisyan. Jambo la 4 ni kule kuna kusahau. Allah anatuambia rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, na yule aliyepotewa na ngamia yake akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Haya ni maneno ya kufr, lakini alikosea bishiddati alfarh. Na jambo la 5 linalozuilia takfir ni at-ta'wil, ni mtu kutafsiri maneno kinyume na vile ilivyokusudiwa, kama vile wanavyofanya leo baadhi ya watu. Unapoambia Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na wao wanatafsiri wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sasa hii ni ta'wil wamefanya, na ikiwa wamefanya ta'wil, basi hauwezi wewe wala hauruhusiwi wewe kumkufurisha mtu. Wewe hauruhusiwi, wala sio kazi yako. Wewe utabainisha kwamba hii itikadi ni itikadi kufria, lakini ikiwa mtu atajishuku wewe mwenyewe, wewe hujataja mtu, unaeleza itikadi, wala huna ruhusa ya kusema fulani ni kafiri, na hiyo sio mawqifi ahlus sunna wal jamaa. Mwisho kabisa ni some tu maneno ya ahlul ilm mawili tu juu ya masala ya kukufurisha. Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ndo nimetumia maneno yake kwa sababu yeye ndo anasingiziwa na kufurisha watu. Yeye ndo anasingiziwa sana maskini, na kwa sababu alhamdulillah da'wa yake imekuwa na athari kubwa sana, wala sisi haturudi nyuma kwa kusema da'wa yake ni da'wa salafia, da'wa mubaraka, da'wa ya kuwalingania watu katika tauhid. Asema wa idha kunna la nukaffir man ubida as-sanam alladhi ala qabri Abdul Qadir wa Ahmad al-Badawi lijahlihim wa adami man yunabbihahum fa kayfa nukaffir man lam yushrik billah. Hayo ni maneno Mujaddid. Pamoja na kuwa utasikia hawa kazi yao kukufurisha watu, la wallahi, katika aqida ya ahlus sunna wal jamaa hauruhusiwi kumkufurisha mtu muayyan. Wewe utaelezea kitendo hichi ni cha ukafiri, kitendo hichi ni kufuru, bas hiyo ndo kazi yako, wama alayka illa albalagh. Wa idha kunna sema la nukaffir man ubida as-sanam, man abada as-sanam au man abada as-sanam, naam, yule atakayeabudu masanamu, alladhi ala qabri Abdul Qadir wa Ahmad al-Badawi, masanamu ambayo kwamba yako kule kwa Abdul Qadir Jailani na Ahmad al-Badawi. Na Abdul Qadir Jailani kwa ni rajulun salih salafi, al-Badawi lijahlihim, kwa sababu ya ujinga wao, wa adam mayunabbihahum, na kukosekana ambapo kwamba atawaelezea kwamba hilo jambo jamani mnalofanya ni makosa. Ikiwa hawa sisi hatuwakufurishi, fakaifa nukafir man lam yushrik billah, vipi tutamkufurisha mtu ambaye kwamba hajawahi
kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema wa inni min a'dhami an-nasi nahyan an yunsaba muayyan ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyah illa idha ulima annahu qad qamat alayhi al-hujjatu ar-risaliyah allati man khalafaha kana kafiran au fasikan au asiya. Pamoja na kuwa pia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anaambiwa na kufurisha watu, lakini anasema mimi ni katika wale watu ambao kwamba wanalikataza makatazo makubwa sana mtu kumnasibisha mtu muayyan kwa kumkufurisha, kusema huyu ni kafir, huyu ni fasik, huyu ni asi, isipokuwa ikitambulika kwamba imesimama kwake hujja ya ujumbe amefikishiwa na akakataa ujumbe ambao kwamba allati khalafaha, naam, akiukhalifu ujumbe huo anakuwa ni kafir au ni fasik au ni asi, waliyadhu billah. Na vile vile katika ukisoma al-aqidatul wasitiyya, Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ameyataja maneno kama hayo ya kuonesha kwamba sisi Ahlus Sunna wal Jamaa sio mawqifi yetu. Na Imam Tahawi pia katika al-aqidatu tahawiyya aliposema wala nukafiru ahadan min ahli al-qibla, sisi hatumkufurishi yoyote katika watu ambao kwamba ni Waislamu. Sio haki kumkufurisha Muislam, na hii ni tabia ambayo kwamba wako nayo makhawarij. Sio tabia, bali vikote vya bid'a ndio tabia yao ya kukufurisha Waislamu. Naomba nikomee hapa kwa sababu ni usiku, wengine wanahitaji kupumzika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Pale nilipopatia ni kwa taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni kwa sababu ya uchache wa ilmu na ni juu yangu mimi na shaitan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu ta'ala alam.